سيدنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته من عدمها وطاعة الوالد فيه. tunaendelea na kitabu chetu Muntaqa al-Akhbar katika ukurasa wa 539 wa kitabu changu hiki. Leo katika siku hii ya Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Shaabani wa mwaka 1447, tupo katika kitabu Talaq. At-talaqu huwa halu uqdati at-tazwiji bialfadh au bilafdh makhsus. Ndio maana talaq katika sheria. Talaq maana yake ni kufungua fundo la mafungamano ya ndoa kwa tamko maalum. Ni kwamba kama tunapoingia katika ndoa kwa tamko maalum la zawajtuka, na vile vile mtu anatoka katika ndoa kwa talaka kwa tamko la talaqtuki, kumwambia mkewe. Hiyo ndio maana talaq. Talaka ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, kabla hujaja Uislamu. Talaka ilikuwepo, lakini ilikuwa kwa mujibu wa taratibu zao wao hata wa jahiliya. Ulipokuja Uislamu nao ukathibitisha kitu talaka, ili ionekane kwamba ndoa sio kama vile wanavyosema watu pingu za maisha. Hapana, ndoa ni makubaliano maalumu baina ya mke na mume. Ikislihi basi ndio shaslihi, hayakuslihi basi panatafutwa ufumbuzi mwingine. Talaka ina masharti. Huwezi kuwazungumzia talaka mpaka kwanza apatikane mume. Mume ni mwenye haki ya kuacha, mume ndio anayeacha, ndiye aliyooa na ndiye anayeacha. Kadhalika apatikane mke. Haiwezekani mtu kusema kamwacha mwanamke ambaye hakumuoa aseme kamwacha. Hapana, mpaka amuoe awe ni mke, hapo ndio itakuwa ni talaka. Nyingine sigha, ni tamko maalum, amwambie talaqtuki, na nyingine matamko ambayo yanahitaji nia. Hiyo ndio talaka katika sheria ya Kiislamu. Talaka si jambo zuri, kweli limeruhusiwa, ni ruhusa, lakini kwa hakika si jambo zuri wala si jambo la kuchezewa katika ndoa. Ukisoma Qur'an utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka sura maalum, Suratul Nisa, ambayo ina aya 176, na kuna vile vile Suratul Talaq ina aya 12, ambayo pia hii wengine Suratul Talaq wanaita Suratul Nisa ndogo, kwa sababu yote haya ni kutaka kulinda haki za mwanamke ambazo mara nyingi zinachezewa hata katika masala, hasa katika masala ya talaka. Haki za mwanamke mara nyingi katika talaka zinachezewa, na hiyo ni kutokana kwamba mtu anapotaka kuoa anakwenda kumtafuta mwalimu popote. Anaweza akamchagua mwalimu akamchukua kutoka katika Gongo la Mboto akamwalimia aje kumuozesha, anafundishwa wajtuka, lakini wakati wa talaka anakurupuka tu, anaacha.
wakati talaka ni swala gumu kuliko hiyo ndoa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalinda wanawake kaweka sura maalum, surati Nisa na aya 176, na surati Nisa ndogo ambayo ni surati Talaq ina aya 12. Talaka sio uamuzi wa mwisho, si kwamba baada ndoa haraka haraka mtu afikirie kwamba kuna talaka iwe ndio marejeo yake. Hapana, sio lengo la ndoa. Lengo la ndoa sio talaka. Lengo la ndoa ni kudumu naye mke mpaka siku hiyo Kiyama, uwe naye awe ni mkeo tangu hapa duniani mpaka kesho katika pepo. Kwa hiyo talaka si uamuzi wa mwisho. Kuna mambo ambayo yatakiwa ayapitie kwanza Muislamu. Ikiwa haikuwezekana, hapo ndio uamuzi unakuwa ni wa talaka. Anasema azza shan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadhribuhunna. Iwapo nyinyi mna hofu ya kwamba mwanamke huyu au mke huyu haingii katika toa ya mumewe vizuri, atakuwa ni uasi, basi bado hujapata sababu ya kumwacha mke haraka haraka. Si masuala ya kukurupuka. Kwa hiyo kwanza fa'idhuhunna, umuonye, umpe mauidha, huenda akabadilika akafuata maelekezo yako. Akiendelea kuwa ni mjeuri, asikii, basi wahajuruhunna. Unayo haki mume kumuhama katika malazi, ukawa ulali naye kitanda kimoja, ukalala chini au katika kitanda kingine, au ukahama japo chumba ukenda chumba kingine, lakini si kuhama nyumba ukenda nyumba nyingine, wala kumuhama kabisa ukamwacha yeye ukwenda kwa mke mdogo. Hiyo itakuwa ni khiana. Haya mambo yenu wenyewe hapo hapo nyumbani tu, yasitoke nje. Unamuhama akiona hivi kwamba mume wangu amekasirika, anaweza akaishi kitu. Wadhribuhunna, anayo nafasi ya mume kumpiga mke, lakini sio kipigo kile cha kumpiga kama kipigo cha mbwa koko. Hapana, kwa lugha kisasa unampiga kiasi fulani tu kuonyesha kwamba kweli mume wangu hapa kakasirika mpaka ananipiga. Huenda akabadilika akafuata toa kama inavyotakikana. Zote hizi ni hikma zake Allah azza shan, kutaka ndoa baina mke na mume idumu. Malengo ya ndoa ni kwamba iendelee mpaka hiyo siku ya hisabu. Ikiwa khatawati hizi hazikuwezekana, basi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kwa hiyo kesi ifike kwa wahusika, msimamizi upande wa mke, wali wake au mfano wa nafasi yake, na upande wa mume, wakae wazungumzia kadhia yenu watu wawili. Ikitokea hali kama hii ya kutokuelewana baina ya mke na mume, wanachukuliwa waamuzi wawili, upande wa mume na upande wa mke. Hawa ndio wanaokuwa na haki ya kuzungumzia kadhia nyumbani, si kwenda mahakamani wala si kwenda kwa kadhi. Wewe uende kuomba talaka bwana, unataka watu kuleta sulhu. Na ukiangalia kwa hali ya leo ilivyo, ukenda kalipa hao unaoona wataingilia kwa kesi yako, kuzungumzia watu ambao hawahusiki kwa upande wa mume wala mke, waweza wakaivuruga ndoa yako, kavurugwa, ukatoa talaka, mke akaolewa na mjanja kwa sababu amekuzidi kwa ujanja. Kwa hiyo fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan, na baraka ndani yake. Masala haya yakifika hadi ya kuzungumziwa na watu wawili, waamuzi wawili, ujue ndani yake pana baraka. Kwa hiyo in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, wakiwa nia yao nzuri, wana lengo la kutaka sulhu, hawataki kuivunja ndoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafikisha. Hiyo ni hatua, hizo ni hatua ambazo zimewekwa
ili talaka iwe ni uamuzi wa mwisho, ni uamuzi wa mwisho. Ikiwa haikuwezekana, pia ikitokea talaka, pia sio hapo kwa hapo. Haiwezekani muache mke hata akiwa katika siku zake. Ni haramu kumwacha mke akiwa katika siku zake, na mbele tutazungumzia sheria hiyo. Yote ni kwamba sio mkigombana tu talaka haraka. Akiwa mke yuko katika siku zake, ni haramu kumwacha. Na vile vile kama mumuingilia, sio tu baada ya kumuingilia haraka unampa talaka, la, kuna kipindi maalumu. Haya mambo yanahitaji mtu anapotaka kumwacha mke kwanza arejee watu wanaojua mambo haya katika sherehe za dini. Isionekane jambo la maamuzi kwa kuwa hutaki, sasa unaamua wewe unavyotaka. Na pia sasa ikitokea bahati mbaya talaka, pia bado nafasi ipo kutaka kuilinda ndoa, kuna idda tena inapotakikana. Mke huachwa talaka moja tu, sio talaka tatu. Talaka moja tu ndio talaka ya sunna, umwache talaka moja. Ili nini? Kipatikane kipindi cha idda, na muda wa idda mke bado yuko nyumbani. Yote hizi sababu za kutaka kujaribu kuyapoza mambo, ndoa iendelee upya. Allah azza shanu anapenda ndoa yenu iendelee, nyinyi tu ndio mnapenda ndoa ivunjike. Kwa hiyo muda wa idda ule anaweza kumrejea mkewe,